Iran imesema kuwa nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO, hususan Italia na Romania, zinazoshiriki katika uchokozi haramu wa serikali ya Marekani na Israel dhidi ya Iran lazima ziwajibike kwa uhalifu wao wa kivita dhidi ya taifa hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baghei ametoa kauli hiyo kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X siku ya Alhamis baada ya Katibu Mkuu wa NATO Mark Rutte kuzitaja Italia na Romania kama mifano ya nchi za Ulaya zilizounga mkono shambulio la kijeshi la hivi karibuni dhidi ya Iran. Baghei alifafanua kuwa Italia na Romania zilitajwa waziwazi na Katibu Mkuu wa NATO kuwa zilishiriki katika uchokozi dhidi ya Iran. Alisema kuwa nchi hizo, pamoja na nchi nyingine yoyote ya Ulaya iliyosaidia uchokozi wa Marekani na Israel dhidi ya Iran, lazima zitoe maelezo kwa wananchi wao na kwa ulimwengu kwa ujumla kwa nini zilichagua kushirikiana katika kitendo hicho cha wazi cha uchokozi na katika kutekeleza ukatili mkubwa dhidi ya wananchi wa Iran katika maeneo kama Minab, Lamad, Teheran, Isfahan, Sanandaj, Hamadan, Tabriz, Shiraz na Bandar Abbas. Alisisitiza kuwa kauli hiyo ni uthibitisho wa wazi na usio na shaka wa ushiriki hai wa NATO katika vita haramu vya uchokozi dhidi ya nchi huru mwanachama wa Umoja wa Mataifa, akieleza kuwa kitendo hicho ni ukiukaji mkubwa wa kanuni za lazima za sheria za kimataifa na misingi mikuu ya mkataba wa Umoja wa Mataifa. Akizungumza na televisheni ya Fox News, Rutte alisema kuwa Roma iliruhusu kimya kimya ndege 500 za Marekani kuruka kutoka vituo vikuu vya kijeshi nchini Italia, huku Romania ikizuia safari za ndege za kibiashara kutoka Bucharest ili kuwezesha mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran. Baghei alielezea kauli za Rutte kama kukiri wazi na kushtua kwa ushiriki hai wa NATO katika vita haramu vya uchokozi dhidi ya nchi huru mwanachama wa Umoja wa Mataifa na kwamba ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Aliongeza kuwa jumuiya hiyo ya NATO na nchi wanachama wake zilizoshiriki kufanya uamuzi huo lazima ziwajibike kwa matokeo yake. Uchokozi usio na sababu wa Marekani na Israel dhidi ya Iran ulianza Februari 28 kwa mashambulizi ya anga yaliyowaua maafisa wakuu na makamanda wa Iran. Hata hivyo, mnamo Aprili 8, siku 40 baadaye, upinzani shupavu wa Iran na operesheni zake za kulipiza kisasi zilizofanikiwa pamoja na udhibiti wake mkubwa wa mlango bahari wa Hormuz ziliwalazimisha maadui kukubali kusitisha mapigano. Julai 17, Teheran na Washington zilitia saini mkataba wa maelewano unaotaka kukomesha kabisa uhasama katika pande zote na unajumuisha ahadi kutoka nchi zote mbili kufanya mazungumzo zaidi kuhusu makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60 zijazo. Abdul Nasser Mwita, Rubaza Kimataifa.